Hello, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo hii tutaangalia majivu. Tumekuwa na makala nyingi sana ambazo zinazungumzia majivu kwa sababu majivu ni muhimu sana kwa mfugaji. Yatakusaidia kupunguza gharama nyingi sana ikiwemo gharama za namna ya kusafisha banda. Kuna watu wengi waga wanatupigia simu, wanauliza labda kuku wake waliumwa, anataka aanze upya, afanyeje ili aweze kusafisha lile banda, atumie kitu gani kusafishia banda. Mtu mwingine unamwambia tumia majivu lakini anakuwa haamini, na sijui kwa nini watu huwa hawaamini tiba za asili. Sasa hapa kwenye majivu, sijui kwa nini watu wameamini majivu wakati yana uwezo mkubwa sana wa kupambana na bakteria na virusi. Ni mfano mdogo tu nikupe. Kuku wako wewe wakiwa wanaumwa kideri, ukatengeneza tiba yako yoyote ile isiyokuwa na jivu, kuku wako watachelewa sana kupona kideri, au wanaweza wasipone kabisa. Kama kuna mtu alishawahi kutibia kideri kwa kutumia jivu, nadhani leo atakuwa ni shuhuda. Au wakati mwingine uliona kuku wako wamepona kile kideri, hukujua kwa sababu ni kwa sababu kubwa ni lile jivu ambalo umeweka. Kwa wale watu ambao mna vitabu vyetu, kama una hiki kitabu cha tiba za asili, hata kile kitabu cha safari ya ufugaji, kwenye tiba ya kideri pale tumeweka na jivu. Yani ikitokea ukatengeneza ile tiba yote ukaacha kuweka jivu, kuku wako atachelewa sana kupona. Lakini ukiweka jivu leo, labda umeanza kuwapa asubuhi ya leo, kufikia jioni saa 12 kile kinyesi cha kijani hautakiona. Kitakachobaki wewe ni kumalizia ile tiba kwa muda wa siku 3 ili kuhakikisha kuku wako wamekuwa imara kabisa. Lakini mtu unamwambia huna haja ya kununua ile dawa ya dukani inaitwa sijui Virid, hauna haja ya kununua hiyo, utapoteza gharama, tumia jivu. Mtu anakuwa haliamini, sijui kwa sababu jivu limekuwa cheap sana. Lakini hizi tiba za asili jamani ziko vizuri sana. Ziko vizuri sana na huwezi kuamini sana kama hujawahi kukutana na changamoto, hasa changamoto ya kideri. Yaani kama umeshawahi kukutana na changamoto ya kideri, ukaulizia dawa za dukani ukazikosa, au wakati mwingine ukaenda dukani ukadanganywa, dawa ya kideri jamani ya dukani haipo. Kuna mtu anaweza kaenda dukani akaambiwa, akawaelekeza dalili, akamwambia kuku wako wana kideri, labda tukupe dawa, akauziwa dawa. Ile dawa haitaenda kukupa matokeo yoyote. Sana sana utapewa OTC. OTC sio dawa ya kideri, inapunguza makali ya vile virusi, yale magonjwa yote ya virusi, inapunguza makali lakini haitibu. Kwa hiyo utakuta kuku wako pia bado wanaendelea kufa, kile kinyesi cha kijani bado kinaendelea kuwepo, kule kusinzia bado kunaendelea kuwepo. Lakini hapo tu ukaistopisha hiyo, ukawapa hii asili, ni siku 3 tu utakuwa umeshamaliza kabisa hii changamoto ya kideri shambani kwako. Kwa hiyo hii hapa nimetaka tu kukutia moyo wewe ambaye huamini tiba za asili, labda kwa sababu gharama yake ni ndogo, labda kwa sababu vinapatikana kwa urahisi. Jamani, zinatibu. Haya majivu haya ambayo leo nataka nikuelezee yana faida kuu kama 5 kwa kuku. Kama wewe mfugaji ambaye ukiyatumia vizuri, basi utaweza kubenefit sana kwenye ufugaji wako, kwa sababu ni muhimu sana. Kuna maeneo ambayo ni very sensitive, majivu yanafanya kazi vizuri kabisa. Kwa mfano, tukianza na kitu cha kwanza kabisa ni kwenye kusafishia banda. Kuku wako kama walikuwa wanaumwa magonjwa yoyote yale, yanaweza kuwa ya virusi au ya bakteria, walikuwa wanahara rangi za njano, kijani, nyeupe, ukataka kusafisha lile banda, kitu cha kwanza baada ya kufanya ule usafi, mwagia jivu. Jivu likiwekwa tu sehemu yoyote ile, lina uwezo wa kupambana na wale bakteria au virusi ambao wapo kwenye lile eneo. Lakini pia na kwenye kile chakula, unaweza ukatengeneza chakula cha kuku, labda kuna sehemu sumu iliingia, labda sumu, bakteria, vimelea wale wa fungus waliingia. Ukiweka jivu linaenda kupambana na vile vimelea vya magonjwa haraka sana. Lakini pia ili jivu huwa linatusaidia sana pale unapokuwa unawatibia kuku. Kwa mfano, kuku wako wana typhoid. Ugonjwa wa typhoid unaambukizwa pale kuku akila kile kinyesi tena ambacho kina typhoid. Kwa mfano, kuku wako labda banda lenye kuku 100, kuku 10 wakawa wana ugonjwa wa typhoid. Hawa kuku wengine wanaweza wakapata kama tu watagusa kile kinyesi ambacho cha wale wengine ambao wana typhoid. Kwa hiyo unapokuwa tunawatibia ugonjwa sasa wa typhoid, kitu cha kwanza tunasafisha banda. Baada ya kusafisha banda, kila sehemu ambapo kile kinyesi cha typhoid, sio typhoid tu, hata coccidiosis, ule mwaro wa damu, pale ambapo patakuwa pana umesafisha, umetoa kile kinyesi, unatakiwa umwagie na jivu, kwa sababu pale vinaweza vikabaki vile vimelea vya haya magonjwa, na akapita kuku mwingine akadonoa, ule ugonjwa ukawa unakuta bado unaendelea kuwepo mle bandani, kwa sababu anaendelea kula kinyesi ambacho kina typhoid, kina coccidiosis, kina kipindupindu, ugonjwa wote ule. Kwa hiyo jivu huwa linatusaidia sana maeneo kama hayo. Hata kwenye maeneo hayo hii Virid ya dukani haitaweza kukusaidia, kwa sababu utaweza kuwa unatoa kinyesi unasafisha kwa Virid kila wakati, hiyo itakuwa ngumu. Lakini unaweza ukatoa kinyesi ukaweka jivu. Lakini sehemu nyingine ambayo jivu inatusaidia sana ni pale kwenye kupunguza harufu. Yaani harufu yoyote ile. Kwa mfano mdogo, hata hivi vyoo vya vijijini,
huwa tunaweka jivu. Lile jivu kazi yake ni kupunguza harufu. Kwa hiyo hata kwenye banda lako la kuku kama unaona kuna harufu, safisha banda, mwaga jivu, hautasikia kabisa harufu. Na banda linapokuwa na harufu, changamoto kubwa ni mafua. Mafua yanakuwa hayaponi, hayasikii dawa, ni kwa sababu ya harufu. Kwa hiyo hayo ni maeneo pia ambayo jivu litakusaidia sana, wala usilidharau jivu. Lakini sehemu nyingine ambayo jivu itakusaidia ni kwenye kutibia magonjwa sugu kama kideri. Nadhani nimezungumzia hapo nyuma kidogo. Kideri, tiba ya kideri ikiwa na jivu inaharakisha sana kuponesha. Na kama unataka kujua hizi tiba zote, nunua kile kitabu cha tiba za asili. Kina maelekezo yote, kina magonjwa yote na tiba zake za asili. Kama unataka usiingie kwenye duka la dawa kununua dawa, basi uwe na hiki kitabu cha tiba za asili. Sisi hapa shambani kwetu tumekaa kwa muda wa zaidi ya miaka 5. Hatununui kabisa dawa ya dukani ya aina yoyote ile. Tunatengeneza wenyewe, tunawapa kuku wetu na tunaendelea kufuga, tena tunafuga kwa tija. Tunafuga kibiashara kwa kutumia tu vitu vya asili. Kwa hiyo hiki kitabu ni shilingi 10,000 tu, ila kitakusaidia sana. Na hatuna kitabu kimoja, tuna vitabu vingi. Tuna vitabu vya kutengeneza chakula, miongozo ya kuwafuga, vya kutengeneza booster za asili. Pia tuna vitabu vya kutengeneza mpaka incubator ya boksi. Kama kuku wako huwa wanashindwa kutotolesha mayai na hauna uwezo wa kununua incubator ya bei kubwa. Hizi incubator jamani, bei zake ziko juu kidogo. Hata sisi wenyewe tunauza. Tuna zile incubator za chuma, bei zake ziko juu. Kwa hiyo kama wewe hela yako itakuwa ni ndogo, unaweza ukajifunza kwetu kutengeneza incubator ya boksi, ukalipia shilingi 10,000 tukakupa darasa la kutengeneza incubator ya box. Lakini vile vile pia tunauza incubator. Incubator zetu jamani ni nzuri na bei yake ni ya kawaida. Huwezi kupata sehemu yoyote ile incubator ya chuma kwa bei ambazo utazikuta hapa kwetu. Bei zetu ziko chini sana ukilinganisha na matilio ambayo tunayatumia. Kama huwa unatumia incubator za Mchina, kila ukitolesha vifaranga, mayai mengi yanabaki, nunua incubator zetu. Ni nzuri mno. Tunatengeneza sisi wenyewe na tunakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka unapata vifaranga. Tunasafirisha mikoa yoyote ile ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Hivi vitabu vyetu jamani ni 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini vile vile tuna lile kundi la mafunzo, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukiwa kwenye kundi hili utapata elimu yako nzuri kabisa ya ufugaji, hasa kwenye uleaji wa vifaranga. Kama unahitaji ushauri wowote ule unaohusiana na ufugaji wa kuku utapewa. Lakini vile vile kama unataka kujua sehemu gani utapata vifaranga bora, makampuni ambayo yatakuuzia, sisi tutakupa mpaka namba za makampuni ambayo yana vifaranga wako vizuri kabisa. Chakula bora cha kuku tutakuelekeza upate sehemu gani. Kama unatengeneza, ukinunua vitabu vyetu utaona formula. Lakini pia kwenye haya majivu, majivu unaweza kuwa unaweka kwenye maji kama unataka kukinga magonjwa ya virusi au ya bakteria. Lakini angalizo, kwa sababu majivu ukiwapa vifaranga kwa mfano wadogo waga wanakufa. Majivu yana nguvu kubwa sana. Kwa hiyo huwa tunawapa wale kuku wakubwa mara chache sana. Kwa mfano, unaweza ukawa na ratiba labda kwa wiki ni siku moja tu uweke majivu kwenye maji yao ya kunywa. Na hii utaweka kijiko kimoja cha chakula kwenye maji lita 20 kwa ajili ya kukinga magonjwa ya virusi, lakini pia inakinga magonjwa ya bakteria, lakini pia tunakuwa tunawaongezea madini ambayo wanahitaji kuku. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vitaweza kukusaidia sana kwenye ufugaji wa kuku kwa gharama nafuu kabisa. Kama wewe mfugaji usiache kutumia majivu, ili nakushauri tu. Hauna ulazima sana wa kununua dawa za dukani sehemu ambayo majivu yanafaa, kwa sababu yana uwezo mkubwa sana wa kutibia, kukinga na kutengeneza mazingira mazuri kabisa ya banda lako. Kama unahitaji huduma zetu, vitabu, kundi la mafunzo, incubator, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana.